Bao mbili kwa bila, bao mbili kwa sahani, bao mbili kwa sufuria ndizo zinatamatisha kibarua cha Fadil Davis katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Licha ya mafanikio makubwa ambayo Fadil Davis ameyapata katika kikosi cha Simba, yani wekundu wa Msimbazi, Simba wameona aibu na fedheha kwa klabu ya Young Africa watu wa Jangwani kutangaza ubingwa mbele ya kikosi kipana kabisa ambacho kiliingia katika fainali ya michuano ya shirikisho barani Afrika, yani nazungumzia CAF. Kitu ambacho kamati ya Simba Sports Club imeweza kukaa na kujadili na imeona ni wazi ya kwamba Fadil Davis astahili tena kukiongoza kikosi cha wekundu wa Msimbazi kutokana na kile kinachodaiwa ya kwamba amekuwa akibebwa lakini habebeki. Waswahili wanasema ya kwamba mkataa kwao ni mtumwa. Ndivyo ambavyo Fadil Davis hatakiwi kabisa kuipuuza kauli hii ya kwamba mkataa kwao ni mtumwa. Inatakiwa arudi kwao kutokana na amekuwa akipoteza mechi muhimu kwa klabu ya Simba Sport Club wekundu wa Msimbazi. Klabu ya Yanga watoto wa Jangwani wameweza kutangaza ubingwa wa mwaka 2024-2025 mbele ya wababe hao waliocheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika wekundu wa Msimbazi. Wanasema ya kwamba walikuwa wanamtaka mwali wao kwa muda mrefu na mwali leo amesogea, wamempiga 2-2 mtungo 2-0 sahani, na Simba walikuwa hawana cha kufanya kutokana na zile eka za Max Nzingeli, huku Mzize akiwa anawanyanyasa pale mbele kwa kukaa kama forward machine na alikuwa anajitangulizia tu mipira, na mabeki wa Simba walikuwa hawana cha kufanya na kumwacha kipa huyo ambaye alikuwa anadakia wekundu wa Msimbazi kuona mpira ni kama mshale wa moto, hivyo hakutakiwa kudaka magoli yote mawili ambayo yaliweza kuingia ndani ya lango. Fadilu ameamua kuondoka katika klabu ya Simba Sport Club. Je, wewe kama mwana Simba unaniambiaje mimi katika comment juu ya kocha huyu Fadil ambaye amekuwa ana wakati mzuri sana, lakini aliruhusu mabao 3-1 na klabu ya Singida Big Stars ambayo ilimgaragaza katika uwanja wa nyumbani na kupelekewa moto barabara, kiasi kwamba kila mmoja aliweza kushangaa ni kwa nini Simba aliruhusu mabao mengi kiasi hicho na kumwacha Fadilu akiwa ameweka kidole chake kimoja kwenye kidevu. Kama ni mara yako kwanza, ningekusii tu bonyeza alama subscribe kisha utani on notification, na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kupata habari mbalimbali za michezo za kimataifa na kimataifa.